Na mengi ya kukwambia. Baba Levo alikuwa anazungumzia kuhusiana na wabunge ambao hawarudi majimboni. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Na umesema Dr. Tulia anaongoza kati ya wabunge 270 waliopo bungeni pale. Wanarudi sana jimboni kwao. Ni na Tulia kupeleka Ackson. vitu na kupeleka vitu viral. Ni Tulia. Yule mama walipata mtu sahihi watu wa Mbeya walipomchagua Tulia. Cheo chake ni kikubwa, lakini namna ambavyo ameshuka, yani alishuka kwenye umma kiasi kwamba mpaka kuna muda unasema mimi kwa kweli ubunge si utaki. Sasa ni mtumishi wa umma. Yaani ushaona mtu anakuwa mbunge mpaka unaona mbona kama huyu anateseka. Namna ambavyo alikuwa anahudumia mara Tulia marathon, mara si Tulia nini, Tradition dance. Tulia mara mashindano si ya nini. Hadi kila kitu ambacho anaona ni fursa kitawasaidia wana Mbeya wapate mzunguko, wauze vyakula, wauze nini, wapate riziki. Anapeleka. Peleka miradi, peleka mabarabara, peleka nini. Amepambana vya kutosha. Kwa hiyo atakuwa na option yeye, kwake itakuwa option yake itakuwa ni rahisi sana kuchagua sema ambao anaweza Dr. Tulia ndo alimngoa Sugu pale jimbo la Mbeya mjini. Na kwa mujibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hawatashiriki. Hatuchezi ni Yanga. Hawatashiriki uchaguzi mkuu. Labda Chazi, unaziona siasa za namna gani sasa kwa wale watu ambao labda walikuwa na kiu ya kuwa wabunge na sasa hivi baadhi ya majimbo yamegawanywa, lakini ili kupata mwanya wa kushiriki uchaguzi chama chao kimesema hawatashiriki uchaguzi. Unadhani wanaweza wakafanyaje labda? Wanaweza kuhama chama kwa sababu sasa hivi kwa mfumo wa sheria za Tanzania haturuhusu mgombea binafsi. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka kushika nafasi yoyote ya uongozi wa kisiasa kwa kuchaguliwa na wananchi ni sharti apitie kwenye chama cha siasa. Sasa tuna vyama vya siasa 19, chama kimoja kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, INEC imesema hakijasaini maadili, kwa hiyo hakitaweza kushiriki uchaguzi. Kwenye mazingira hayo vipo vyama vingine 18 ambavyo vina nafasi ya kuweza kushiriki. Mtu anaweza kuchagua chama chochote akajiunga nacho, kama ambavyo tunaona sasa hivi kuna watu wanatangaza kuhama. Hao ndo wale ambao wanasema walikuwa wanataka kutimiza ndoto zao za kugombea ubunge au diwani. Sasa katika hayo mazingira watajiunga na chama chochote cha siasa. Lakini unajua wapinzani kwenye nchi, wananchi ambao wanapenda upinzani sio wananchi ambao wamegawanyika sana. Wananchi huwa wana kawaida ya kuamini vyama vya upinzani vichache sana kwa wakati. Yani ukienda unakuta wananchi wapo chama tawala au chama kikuu cha upinzani au chama kinachofuatia. Kwenye vyama hivi 19 utakuta wawakilishi labda wa wananchi bungeni huwa vizidi vyama 3 au 4. Kwa kunakuwa kuna kundi dogo sana la vyama ambavyo angalau wananchi wanaweza kuviamini kwamba vinaweza kuwakilisha mawazo mbadala. Ndio maana haijawahi kutokea tukawa tuna vyama 8 bungeni au 10 bungeni ambavyo vyote vina wabunge. Tunakuwa tuna vyama 3, 4, vimezidi sana kuwa na watu wengi bungeni ni vyama 5. Sasa katika hayo mazingira, manake hata hapa tunapoenda kama trend itakuwa ni hiyo, manake vyama visivyozidi 4 ama 5 ndivyo ambavyo vinaweza kupata watu wa kuchaguliwa kwa maana ya madiwani pamoja na wabunge. Kwa hiyo sasa kwenye hayo mazingira itategemea wanaoenda kugombea watakuwa wamechanga karata kwa kiwango gani, lakini huwezi kupuuza nguvu ya Chadema. Kwa maana hiyo wananchi wengi ambao wanaamini kwenye Chadema mtu hata akienda kwenye chama kingine wenyewe bado atakuwa na mtazamo unaoendana na chama chao. Kwa maana kwamba mtazamo wa chama chao ni kwamba mazingira ya uchaguzi sio huru na haki. Kwa hiyo haiwezi kuwapatia aina ya wawakilishi wanaowataka. Kwa hiyo hawa wengi hawatashiriki zoezi la kupiga kura. Watajiweka kando. Kwa hiyo hawa ambao watahama Chadema kwenda kwenye vyama vingine vya upinzani watakuwa na kazi ya kushawishi wananchi wanaoamini upinzani waamini kwamba wao pia ni wapinzani sahihi.
kwa maana kwamba wananchi wamejibanza kwenye kundi dogo sana wakiamini huu ndo upinzani sahihi. Ndio maana sasa unaona vyama 19 lakini unakuta vyama vyenye wawakilishi unakuta vizidi 5. Vyama vingine takriban 14 ni vyama vyenye viongozi tu, lakini havina watu waliochaguliwa popote kwenye udiwani, ubunge wala urais. Mazingira yaliyopo ndio hayo. Unadhani pia Baba Levo hii inaweza ikawa nafasi nzuri kwa vijana sasa kuweza kujitokeza kuonesha uwezo wao, kwa sababu tunaona viongozi mbalimbali wakisimama kwenye majukwaa, vijana jitokezeni, gombeeni nafasi mbalimbali, uwezo mnao, nafasi zipo, majimbo hii kugawanyika. Majimbo kugawanyika, majimbo mengi yaliyogawanyika ukiangalia ni kama yalikuwa yana mivutano ya papa wawili. Sasa yakigawanyika wale papa wanasema haya basi ndugu yangu wewe kula huko mimi nakula huko. Sio kama unanielewa. Hakuna jimbo hata moja lililogawanyika ambalo halina papa wawili, halikuwa na watu wawili ambao walikuwa nasuguana vibaya mno. Na sasa wamepata nafasi ya kuform. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini kulikuwa na kati ya Mheshimiwa Tulia pamoja na Sugu. So this time limegawanyika. Unaona kabisa ni kama vile sasa bana haya. Ni kama unaweza ukakaa sasa wewe nenda huko. So unajiona unaweza haya. Vita hiyo hapa. Na mimi niachie huku tuondoke. Sio kama unanielewa. So Sugu anakosa nafasi kwa sababu chama chake kimesusia uchaguzi. Kiligomea. Kimegomea. Kimegomea uchaguzi. Kwa hapo kichwa kitakuwa kinamuuma Sugu kwenye kufanya maamuzi. Moja, ahame chama ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuchaguliwa na kurudi bungeni. Pili, akomae na msimamo wa chama ili swala la kwenda bungeni atakutana nalo hata 2030. Tatu, achague chama sahihi. Maana unaweza ukahama, umehamia wapi? Umehamia kwenye chama ambacho kwa ukiuhalisia hakina nguvu, ijapokuwa kwa wananchi. Mara nyingi sana ukiangalia sasa hivi wananchi hawachagui sana chama. Wanachagua mtu zaidi. Lakini kuna vyama ambavyo vimeshatengeneza mtaji, mizizi, vina mitaji yao. Yaani wakati mnaingia kwenye uchaguzi, unaingia kwenye uchaguzi na chama ambacho tayari kina mtaji wa kutosha wa wapiga kura. Kwa mnaanza kugombania hawa, kuna siku na wapiga kura wengine yani ni kama ni watu tunasema ni nini? Wanafuata sera kama bendera. Kwa hiyo wao hii kura unaweza kaichukua, mtu yote anaweza kaichukua, ndio mnaenda kuigombania. Sasa kwa vijana ni kweli wana nafasi, lakini wana nafasi ya kwenda kupambana na hao mapapa ambao wameviegemea hizo hayo maeneo. Ukimwangalia kwa mfano mtu kama Mheshimiwa Nape. Hivi ushaona picha anazoposti sasa hivi Nape? Yaani hacheki na kima. Na wowote. Hacheki na kima. Yaani Nape kule kwake ni kama yani ase lukeni kote hapa mtama huko. Nisione pua ya mtu inasogea. Kwa kuna majimbo ambayo unaona kabisa hili jimbo mtu ambaye atakuja kujifanya anza kutikisa. Atakuwa anatikisa sehemu ambapo ni pagumu sana. Yes, kwa mfano kwenye jimbo la Mbagala ambayo tunasema jimbo lake lilikuwa mwanzo lina idadi kubwa ya watu inalingana na mkoa wa Njombe Chaurembwe. Limegawanywa kupata jimbo jipya la Chamazi. Na mbunge wake Abdalla Chaurembo pressure na joto lilikuwa limepanda sana, kwa sababu kwa mujibu wa tetesi za pale Mbagala meya wa Temeke Abdalla Mtinika alikuwa anatajwa kwamba anakuja yupo kwenye kinyang'anyiro cha kutiririka na yeye kwenye ubunge wa jimbo la Mbagala. Kwa hapa zikipigwa pasu kuja hii taarifa kwamba limekatwa lile jimbo, imetokea Chamazi na Mbagala. Nadhani sasa pressure kidogo ya mbunge Abdalla Chaurembo itakuwa imeshuka chini, kwa sababu yeye makazi yake yeye yapo Chamazi ambako ni jimbo jipya. Na ukitazama meya wa sasa hivi wa Temeke Abdalla Mtinika, yeye kata yake ipo upande wa Mbagala. Kwa hiyo kwa kukatwa ili jimbo automatic sasa kila mtu afie kwake. Hii miamba miwili ni kama imeachanishwa pale katikati, na sasa kulikuwa na vita baina ya Abdalla kwa Abdalla. Abdalla Mtinika na pamoja na Abdalla Chaurembo pale
ilikuwa ni mafahari wawili fikiria. Na kwa sababu upepo wa meya, unajua meya anakuepo muda mwingi kwenye jimbo. Silikwambia diwani na mbunge. Wakati nakwambia wewe hapo ulikuwa unafikiri mimi nakwambia sababu meya sio meya, meya ni diwani. Ni diwani. Muda mwingi upo na madiwani, upo na wananchi pale. Alafu mbunge muda mwingi unakuta yupo kwenye eka za Dodoma za kamati na nini. Kukimbizana na mawaziri. Sasa upepo wa meya pale ulikuwa umeanza kuwa mkali sana. Umeona hiyo? Ili tangazo la kugawanya jimbo la Mbagala kupeleka Chamazi na Mbagala. Lakini usifikiri kama atapenetrate tu kirahisi. Bado vita itakuwa kali. Watanyanyuka wengine kumwambia kiongozi. Umekuwa diwani. Kwa sababu nataka nikwambie Charles. Ndio. Moja kati ya wakati mgumu huo unatokea kwa mgombea ni mgombea ambaye ameshaongoza. Yaani ukiwa ushakuwa mbunge kurudi inakuwa ni ngumu kuliko mtu ambaye ni mpya. Kwa sababu either unaweza kuwa ushatengeneza magomvi na watu wengi sana. Hata ambao walikusaidia wewe mpaka ukawa mbunge. Kwa sababu kuna matumaini walikuwa nayo, na kama ukuwafanyia chochote kitu tafsiri yake unakuwa umeshaingia kwenye mabalaa. Kuna wananchi walikuwa wana ndoto kwamba ukiwa wewe mbunge watapata soko, watapata mtaro, watapata nini. Kama mtaro haukwenda tafsiri yake wewe unakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo ni rahisi mtu mpya kuja kukupiga kwamba bana huyu tulimpa nafasi ameshindwa. Mimi nipeni nafasi, mimi nitajenga hivi, nitajenga hivi. Mwanga Kaskazini. Ndio. Kata yangu Mwanga Kaskazini napata urahisi zaidi kwa sababu hii moja. Mimi nilifanya vitu vingi sana wakati nilipokuwa diwani. Umenielewa vizuri? Alafu nikaondoka. 2020 tukashindwa. Nikaondoka. Mwenzangu alinirithi vile vitu ambavyo nilivyovifanya ambavyo vilikuwa vinawatengenezea riziki wananchi na hajaviendeleza. Yes. Nadhani moja wivu. Unajua wivu kitokea kwa yani nikiendeleza hili kwa mfano soko la jioni. Nasema nikiendeleza hili soko yani sifa zote zinaenda kwa Baba Levo. Lakini wewe unachotakiwa kuangalia sio sifa zinaenda kwa Baba Levo. Wewe unatakiwa kuangalia umechaguliwa na wananchi na wao wananchi wanahitaji kupata huduma, wanahitaji kupata vitu ambavyo vitawapatia kipato. Na unaweza ukalifanya likawa bora zaidi kwa sababu mtu alifanya hivi kitu gani alichofanya hicho. Ngoja niwaonesheni hili soko linavyotakiwa kuja. Idea yake ni nzuri lakini alishindwa kufikisha mara. Sio kama unanielewa. So unapata upenyo kama mtu alikuja kukurithi akiwa hakufanya vizuri. Kwa kumbukumbu za wale wananchi wanasema tunamkumbuka fulani, tunamkumbuka fulani. Unapata kamserereko kakurudi pale na kwenda kukujimimia. Na moja kati ya jimbo ambalo lilikuwa lina joto kali la kisiasa pia ni jimbo la Bariadi kule Simiyu. Sasa pale kuna mbunge wa sasa hivi naibu waziri wa maji Engineer Matthew Kundo ambaye kwa joto la pale lilivyokuwa sasa ilikuwa ni kama Masanja Kungu Kadogosa, mkurugenzi wa shirika la reli TRC, ni kama kwa joto lililopo pale ni kama anakuja anakataa. Na nikimwona Kadogosa, moto wa Kadogosa ni moto wa mchezo. Mimi namkubali sana Kadogosa. Kwa unaenda pale Bariadi, joto likawa limepanda. Kwamba hapa kuna naibu waziri wa maji, lakini kuna mkurugenzi wa TRC kwamba Masanja Kadogosa mtu wa mabehewa atakushusha mabehewa. Sasa imetoka tangazo la Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba lile jimbo limegawanywa, itakuwa ni Bariadi mjini na Bariadi vijijini. Kwa sasa hapo Mheshimiwa Kundo Matthew pumzi inaweza ikawa imeshuka. Sasa hapo kidogo pumzi ni kama inashuka, alafu inasubiriwa kwamba watu wajue nasimama na Kadogosa. Hii ni yetu sote. Mamlaka ya burudani imekubaliana kwamba tarehe 24 mwezi huu tunakutana sehemu moja tu Tanzania, katika viwanja vya Posta Dar es Salaam. Sasa wale mabingwa hizi kazi hapa tao, Mafia Boxing Promotion wanakuletea knockout ya Mama Season 4. Sasa katika kunogesha usiku huu kwa mara ya kwanza, Mafia Boxing Promotion inamshusha bendera chuma mligoti chuma Twaha Kiduku atapigana na Limbani Lano kutoka Malawi, Lauren Jaffet dhidi ya Farihat Manirola kutoka Uganda, Idi Piarari na Snowden Muyanji kutoka Malawi, Fadhili Majiha na Rofihiwa ni Mushangwe kutoka South Africa, Abdulrahmani Magoma sambamba na George Kandulo kutoka Malawi, Richard Mtangi na Blaze Mujinga kutoka DRC, Saidi Bwanga, Oscar Richard, Kalolo Miri, Saleh Kase, Asamale Wele, Dula Mbabe, wote ndani na ile Menika. Itakuwa ni kati ya Mtanzania Mchanja Yohana atatetea mkanda wake wa WBO Global Flyweight dhidi ya Filmon Rutinanyi kutoka Namibia. Imepionga
nguvu. Na Asa Tanzania, Silent Ocean, GSM, SNA Logistics, Maji Afya, Dhahabu Cosmetics na Wasafi TV. Jana na leo, jana na leo, jana na leo.